Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo, wacha Mungu katika taratibu yetu ya jadi. Leo tunapata maana halisi kabisa ya neno Elombe na hatua zake. Elombe ni usia wa mtu wa kwanza na mke wake namna gani watoto wanapaswa kukusanyika kwa ajili ya kujikumbusha usia huo. Kwa hiyo ukija kwenye Elombe, uwe unajijua umetekeleza azma ya mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza na mke wake ndio vyanzo vya wazazi wote walowazaa watu duniani. Kwa hiyo unachotakiwa kujua, wazazi hao hawazidiwi na mzazi yoyote wa bara lolote. Kwa maana wao ndo walikuwa ni jadi kipindi wanaishi kimwili, na baada ya wao kuacha miili, wao ndo wakawa ochi. Kwa maana roho za wale watu wawili zile ndio ochi. Yote haya ni ya kuelewa. Wazazi walozaliwa baada ya watu hawa wawili wa kwanza, hawa wazazi wote walibaki kuwa kozi. Kwa maana ochi ni uwepo wa mtu wa kwanza na mke wake kwenye hii dunia. Kozi ni wazazi walotuzaa kwa muendelezo. Kwa hiyo Elombe
Hii ni usia wa mtu wa kwanza ulotunzwa kwenye bara. Mkifanya kitendo hichi ndio mnakamilika kuwa wacha Mungu. Endapo tu hamna akili za uasi ima kujiasi. Kwa hiyo Elombe ni ya mtu yoyote unayemjua wewe. Elombe ni jambo sio la kabila fulani. Elombe ni wajibu wa watu wa aina yoyote kuja kupewa taratibu ya umoja. Na hii ndo ikawa maana kubwa halisi ya Elombe duniani. Kwa hiyo ukiona Elombe hivi ipo, wengine walibaki na jina tu bila kujua maana yake, wanarejeshwa hapa sasa ili wajue maana ya Elombe ni jambo haligawanyiki, ni jambo linafanywa kwa umoja wake. Kwa mahala ambako Zimbikiti nimezaliwa, nami nakuwa mkamilishi wa hilo. Kwa hiyo wewe unapotaka kuwatii wazazi kwa neno la mtu wa kwanza, unalazimika wewe kuja hapa. Unalazimika kuja hapa kwenye Elombe. Misamaha mingi uloikosea ya ukoo itaanza kuondoka baada ya wewe kufika. Misamaha mingi sasa utaipata na kuondosha makosa mengi yaliyofanywa ndani na nje ya familia baada ya wewe kujua jambo kubwa hili lililo zaidi ya familia ya mtu yoyote. Kwa hiyo faida kubwa ya kwanza kuja kwenye Elombe, faida ya kwanza ni kuja kuupata msamaha wa kiutu kwenye mambo uloyakosea ndani ya utu. Kwa maana ukifika hapa ni mahala pa wewe kujiondoa ndani ya itilafu ulizojijenga ndani yake. Hii ndo faida ya kwanza kubwa ya Elombe.
Faida ya pili ni kujua namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa umoja. Hiyo ndo faida ya pili. Sasa baada ya wewe kusamehewa na kuendelea kujisafisha matatizo, ima dhambi zako, unaingia kwenye hatua sasa ya kupata ile baraka ya kumtii Mungu kwa neno moja la kiutu kutoka kwa mtu wa kwanza na mke wake. Baada ya wewe kupata nafasi hiyo, unajua wazi kwamba hiyo ni hatua ya pili kubwa. Hatua ya tatu, kwa nini Elombe iliwekwa? Elombe iliwekwa kwa ajili ya kuja kusikiliza marekebisho ya pamoja. Kwa maana kama hatuji hapa, dunia ilivyo na mabadiliko yake, na yale mabadiliko yote historia yake iko hapa, na hapewi mtu historia ya yale mabadiliko mpaka afike hapa. Maana yake ina ulazima wa wewe kufika hapa. Una ulazima wa wewe mwenyewe kujilazimu kufika hapa. Baada ya kumtii Mungu kwa pamoja, kinachofuata huwa ni kupata marekebisho ya nani anarekebishwa nini. Kwa maana ndiye sehemu ya mwanzo na mwisho kwenye marekebisho mapana. Ni hapa kwenye Elombe. Kwa hiyo ukitoka hii hatua ya marekebisho, mambo gani umejirekebisha? Vitu gani umeviacha ambavyo kwako si stahiki? Wewe unaenda kuwa ni mtu mwenye maendeleo, ima mafanikio. Huwezi kuhitaji kufanikiwa kama hautaki kujirekebisha kwenye mambo ambayo yalikuwa yanakuharibia maisha mwanzoni. Tabia rekebisha, desturi rekebisha, mambo mengi rekebisha ambayo unaona ulishindwa kukatazwa na mtu fulani, ima watu wa aina fulani, wakakwambia ndugu yangu, vitu fulani hivi acha, matumizi ya aina fulani yanakuathiri, acha, ili upate maendeleo fanya hivi na hivi. Ukashindwagwa huko, ukija hapa we mwenyewe weka kiapo cha kuviacha hivyo vitu, na hapo umefungua mlango wa wewe kufanikiwa.
kwenye shughuli yako ya halali kwenye kuishi. Kwa hiyo ieleweke wazi, tuwe tunajua maana halisi kwanza ya Elombe. Kwa hiyo unaposikia neno Elombe ni kuomba kwa ombo moja, kwa usia wa bara moja, watu kuabudu Mungu kwenye usia huo na ulivyoelekezwa. Wale wa mabara mengine walopoteza, ni kazi yao wao waje waelezwe namna mabara yalihusiwa kiutu hapa duniani. Wakibaki na ya kwao pasina kuwa na Elombe ya bara lao, moja kwa moja mpasi kulaumu chochote, muwaache na hizo athari zao. Kwa maana Elombe ni ile inayofanywa ibada hii ya jadi, maneno haya ya kimungu na desturi zote hizi zinazofanywa hapa. Hizi zinazofanywa hapa, ukiona zimefanywa bara lolote baada ya kujielewa huko, moja kwa moja jua na hiyo ni Elombe halali. Lakini ukiona watu wamejikusanya huko wakafanya mambo ambayo ni kinyume na hivi, uwe unajua hiyo sio Elombe, na wala hupasi kwenda kushiriki, na si jambo la umoja wa kuishi kwa watu hilo. Jambo la umoja wa kuishi kwa watu ni hili, na linafanywa hivi hivi kwa mazingira ya bara lolote lingine litakalokuja kuelekezwa usia huu wa mtu wa kwanza. Kwa hiyo maana kubwa ya Elombe ni hiyo. Faida kubwa iliyofuata kwenye Elombe ni watu ambao ilikuwa ngumu kukutana. Huyu hapa ana maisha mengine, mmezaliwa pengine tumbo moja, lakini huyu ana maisha mengine na yule ana maisha mengine. Huyu anakaa mji mwingine na yule anakaa taifa lingine. Mmegawanyika hivyo, mliwekewa Elombe hii iwe sababu ya nyinyi kuja kukutana kwenye baraka zilizo zaidi ya ukoo wowote kwenye hilo. Usikie faida kubwa nyingine hiyo ya Elombe. Kuna watu yuko mkoa huu na mkoa ule, walisambaratika kwenda kutafuta maisha. Maisha ndiyo jambo liliua urafiki. Maisha ndiyo jambo liliuaga ujamaa. Maisha ndiyo jambo ambalo liliondoa ukaribu baina ya mtu na mtu. Leo hii wasiokuwa na uelewa
wakiona rafiki yao fulani walikuwa naye karibu miaka mingi, walikuwa wanashinda naye pale kijiweni, amekuwa na majukumu yake, sasa anashughulika na majukumu ya kuishi kwake, wanamtia lawama kwa sababu haonani nao tena. Wameshindwa kuelewa hao, wameshindwa kuelewa kwamba mtu akishakuwa na majukumu anakuwa anabaki anatazama majukumu yake kwa asilimia kubwa. Hawezi kuwa yule rafiki yako mmeotoka shule, mmekuja kula miogo, mmeshinda pale kwenye mpira wa makaratasi, mnashinda hapo mpaka jioni, mmeenda kukoga, mmerudi hapo, mara mmelala wote. Hamtokuaga hivyo tena. Mabadiliko ya kukua yakishatokea, mtu wa kwanza na mke wake walijua kielimu kwamba watoto mtakuaga hivyo, mtasambaratika. Baada ya watoto kusambaratika sehemu mbalimbali mwa dunia, kinachowakusanyeni katika roho na kweli ni Elombe tu. Elombe tu ndo itawakusanyeni katika roho na kweli. Kwa hiyo unapata faida kubwa sana. Kuna ndugu yako anaishi Ulaya, lakini na yeye kaguswa na Elombe, ameamua kuja. Angesema yeye kuja kumtembelea ndugu mmoja mmoja, hapo ingekuwa ngumu kupitiliza, lakini endapo anaijua Elombe, anatoka kule na ndugu zake wote, mkiwa mko pale, mnajua ndugu yetu alikuja hapa na yuko kwenye Elombe. Baada ya kuainisha mambo mengi ya ibada ya Elombe, mnakaa pale sasa, mnakutana kama ndugu, kitu ambacho kilikuwa ni kigumu kukutana hivyo. Hapo mnajikuta mnakutana, mnazungumza kama wanafamilia. Haya yakafanywa kwa wazee, alafu leo eti mnafikiri Elombe kinaweza ikawa ni kitu kidogo. Na ndio maana mkaambiwa Elombe ndo ibada kubwa kuliko ibada zenu zozote mtakazozifanya kwenye hii dunia. Sababu kubwa imebeba mambo hayo. Ndugu mlopotezana miaka na miaka, isipokuwa tu akiwa anajua Elombe ipo akaja, simu tena hana, huyu kapoteza hiki na yule kapoteza kile. Haya mawasiliano ni vitu vimetengenezwa na vinaweza kupotea, lakini unashangaa kwa muda huu watu tunakutana hapa, tunakutana wale ambao tulipaswa kukutana na kusafia mambo yetu ya aina mbalimbali, huku tukiwa kwenye umoja huu wa kumwabudu Mungu katika taratibu yetu hii ya jadi. Hapa unapata kujua Elombe kuwa ni ina ukubwa wa kiwango gani. Kwa hiyo yote haya ni vyema mcha Mungu unakaa unayasikiliza, yanakusaidia kwenye maisha yako. Yanakusaidia kwenye maisha yako kwamba
Kwa nini Elombe? Elombe ndo umoja wa kuishi kwa watu, kwenye kwenda kukutana, kukosoa mambo yaliokuwa utata kwenye familia, mnayawakilisha. Mambo mengine kama ni viapo vibaya vya ukoo vinavunjwa hapa, na mambo mbalimbali, mnatoka mkiwa ni watu wapya mmeoanza kuishi kimungu. Kwa sababu ziko koo zilipotosha watoto, zikawapa maadili, wakafikiri hayo maadili ndo maadili fasaha. Sasa maadili ya ufasaha yalikuwako tangu zama za mtu wa kwanza. Na ndio maana Elombe ikatunzwa hii kwa ajili yenu. Mje kwa adabu, nidhamu na heshima kwa Mungu. Mkija hivyo tu, basi ujue ya kwako yamekuja kunusurika. Usije tu na madhana ya ujinga. Hapana, njoo kwenye hatua ya kimungu. Ndani yake utasaidiwa kimungu. Utakachoelekezwa hapa, unakuwa unasaidika kimungu kwa ridhaa ya wazazi wanayejua uchamungu. Wewe unaondoka kwenye shida ya aina yoyote. Kwa hiyo Elombe maana yake kubwa ni hiyo. Na ukisikia umoja maana yake ndio huu. Kwa hiyo ukiona wazazi wakatufanyia mambo maalumu haya, alafu watoto mkayachukuliaga kawaida, mkaonaga umoja huu hauna maana, nyie kwenye hii dunia mtaishiaga kulalamika, kujuta kupita kiasi, kwa sababu walotaka kuharibu utu kwenye hii dunia, cha kwanza walikataa umoja usiwepo, kwa sababu ndani ya umoja huu wa jadi ni rahisi sana nyinyi kujikosoa pakubwa. Ni rahisi sana kuona makosa ya kila mahala, na ni rahisi sana kuujua ukweli hata kama ilikuwa ni ngumu wewe kuujua. Hata kama ilikuwa ni ngumu sana wewe kuujua, nauli yako tu ilokutoa huko, ukija hapa muda mchache utakaokaa hapa, wewe utatoka na ukweli mkubwa kuliko yoyote aloweka mabando ya kusikiliza mambo mbalimbali duniani. Utakuwa umemvuka mara milioni. Utakuwa umemvuka huyo, kwa sababu wewe kwanza umefika. Na unajua cha mwisho kwenye Elombe, kubarikiwa kwake ni kujadili maendeleo ya Elombe iendelee kuwepo. Sasa Elombe haiwezi kuendelea kuwepo kwa uimara wake kama wewe hautoi tozo. Kwa hiyo tozo ambazo zipo kwa ajili ya maendeleo ya Elombe ni kwa sababu ya maendeleo ya vizazi mnavozaa.
Mtu mjinga anaweza akakaa anajiuliza, ile hela nimetoa ya nini? Hii ya kuumwa kwako, hii sio tozo. Hiyo ni ya magonjwa yako. Unatakiwa utoe tozo, kile ulicho nacho unatoa kwa ajili ya maendeleo ya jambo hili. Hata hawa walotuachia maadili haya leo washakufa, wengine wamebaki makaburi hapa. Maana yake ni nini? Walifanya kwa tozo za kipindi chao, pamoja hawakuwa wao ndi lengo kamili, lakini walilishika hilo na wakalifanya. Sasa leo wewe unaambiwa kukua kwa Elombe, kuimarika kwa utu wenu ni tozo. Umetoa hiki, umetoa kile kwa niaba ya maendeleo na uimarisho wa mazingira ya Elombe. Wewe kuanzia duniani na kwa Mungu, wewe unakuwa umepata nafasi kubwa kwa sababu umejitolea kwenye utu. Ukijitolea kwenye utu baada ya kuona yote haya yanafanyika hapa, huo unajua wewe umefanya kitu kikubwa sana. Ukubwa wake ni kwa sababu ukifa wewe leo, mtoto wako ana sehemu ya kuja na alama zake zipo. Kuja mahala ambapo hakuna alama, hizo ni hadithi za uongo. Ndio maana tozo yako wewe inakuwa ni sababu za alama ziwepo kwa watakaojipotosha, waje wajue kwamba ukweli ulitunzwa sehemu gani, na alama ya wazazi wetu ni hiyo hapa. Hivyo ni washukuru ndugu waja wote ambao wanaokuja kwenye Elombe na mmeokuja na wanaotaraji kuja. Hatua ya Elombe imekaa iko hivyo, na huo ndo ukweli wake hapa duniani mpaka kwa Mungu. Asanteni.